Inafurahisha, inapendeza na inaleta raha. Ikumbuka kwamba unaponiona hapa siku leo unajua kwamba ni jukwaa la spoti. Vile vile tuweze kuzungumza masuala ya spoti, mambo ambayo yamefanyika weekend yote katika nyuga mbalimbali hapa nchini Kenya, vile vile katika rubaa za kimataifa. Mimi mtoto Sama John Anthony Warawa, maikariri ya sauti yetu. Kikubwa zaidi World Cup 2026, kumbuka kwamba inaendelea na ni baadhi ya michuano ambayo imepatiwa kipaumbele sana, kutarajia kuona ni nani ambaye atakuwa anatua ubingwa wa kombe la dunia mwaka huu 2026. Kumbuka kwamba bingwa tetezi ni Argentina ambaye hivi sasa ana taji hilo. Michuano, mechi nyingi sana tumeona zikichezwa, na jambo la kufurahisha tumeona hapo jana Belgium akiweza kuandikisha historia katika michuano ya World Cup, kuweza kumpiga mtu magoli 7-1, mechi ambayo inadaiwa kusema kwamba ndio mechi ambayo ilikuwa ya magoli mengi sana tangia michuano ya World Cup iweze kuanza juma lililopita. Ikumbuka kwamba mchezaji Kai Havertz wa Arsenal alifunga mabao mawili na mwisho wa siku akaweza kuandikishia Germany magoli ni 7-1 kuweza kuiweka katika viwango bora zaidi, na ni michuano ambayo imeweza kukumbwa na mambo mengi zaidi. Kumbuka kwamba kuna referee kutoka kule katika taifa la Somalia ambaye aliweza kuzuiliwa kuingia kule Marekani, mwisho wa siku akahitajika kurejea nyumbani. Aliporejea nyumbani kwao kule Somalia, FIFA vile vile hapo jana wameandikia barua kusema kwamba watakuwa namlipa pesa zake ambazo alikuwa zitumikie katika, ama alikuwa alipwe katika kipindi kile angalikuwa kule katika michuano hiyo ya World Cup. Lakini kikubwa zaidi, kumbuka hapo jana kutakuwa na mechi ambazo zimekuwa zikichezwa. Germany piga mtu magoli 7-1, alimpiga mwana Kurako. Alafu Netherlands kutoka sare ya magoli mawili kwa na Japan. Ivory Coast, mchezaji wa Manchester United, tukwambia kwamba Amad Diallo aliweza kutisika, ama aliweza kutingiza nyavu dakika zile za chinja dakika za mwisho na kuhakikishia Ivory Coast alama 3 muhimu katika lile kundi na kuweza kupata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Ecuador. Sweden aliweza kumpiga Tunisia magoli 5-1. Nikumbuka ya kwamba hivi sasa ni dairi shairi kwamba katika kundi A anaongoza Mexico, nafasi ya pili ni South Korea, halafu Czechia na South Africa. Katika kundi B yuko pale ambaye bado kila mmoja hajahakisha kwamba ana point moja angalau. Katika kundi C anaongoza pale Scotland, Brazil nafasi ya pili, alafu Morocco nafasi ya 3, Haiti ashikilia nafasi ya 4. Katika kundi D USA anaongoza kwa alama 3, mechi moja. Australia nafasi ya pili kwa alama 3 vile vile. Turkey la Uruguay nafasi ya 3 na nafasi ya 4 mtawalia. Kumbuka kwamba michuano hiyo vile vile itakuwa inaweza kuendelea leo, na baadhi za mechi katika ukurasa wetu wa Facebook tutakuwa tunakuhakikisha kwamba nakupa mechi kati ya Belgium dhidi ya yule mwana Egypt kuanzia majira ya saa 4 usiku. Hivyo cha kufanya, endelea kuungana nasi, maana itakuwa nakuweka sawa katika michuano hiyo ya kombe la dunia. Nikumbuka kwamba ni kombe la dunia ambayo imekuwa na vikwazo mingi sana. Tumemwona Trump kiweza kuweka vikwazo kwa baadhi ya wachezaji kule katika taifa la Iran, ambapo vita hadi sasa bado vinaendelea, lakini mwisho wa siku tutakuwa tunahakikisha tunawekana sawa, tujua kwamba ni yapi ambayo atakuwa anaweza kufanyika. Atakuwa na kujuza kila uchao kwa kwamba finali itakuwa inapigwa na nani ambaye atakuwa anashinda, nani atakuwa anacheza na nani katika michuano hiyo ya kombe la dunia. Na tukirejea hapa nchini Kenya, kumbuka kwamba timu ya taifa ya watoto wasiozidi umri wa 17 Harambee Stars yuko kule katika taifa la Tanzania, na mwisho wa siku wanashiriki katika ile michuano ya championship ya AFCON ya CHAN kunradi, na hivi sasa Harambee Stars wanafanya vizuri, na leo hii watakuwa wanapatana dhidi ya mwana Somalia. Kumbuka kwamba walimpiga mtu magoli takriban 16 hawa watu Harambee Stars. Kwa tunaelewa watakuwa wanafanya vipi. Na hapa nchini kumbuka hapo jana kumekuwa na michuano, mashindano ya Mozart Bet. Tumemwona Tusker akaweza kunyakua ubingwa, vile vile tumemwona pale Bandari akaweza kufanya vizuri. Mwisho wa siku maisha kwamba tumemalizana na hiyo ligi ya Mozart Super Bet Cup. La vile vile kumbuka ya kwamba ligi ya NSL ilikuwa inatia ukingoni katika weekendi iliyopita, na hivi sasa bado kuna ule mzozo. Kumbuka kwamba FKF imeweza kutoa taarifa na kusema kwamba mwisho wa siku Kariobangi Sharks isiweze kushushwa daraja, ama uamuzi wa Kariobangi Sharks uweze kushushwa daraja uweze kushikiliwa kwanza pasi utapotoa maamuzi. Kumbuka kwamba hapo awali kuwa ile sheria kwamba atakayemaliza nafasi ya 16
17, 18 watakuwa wanacheza playoffs. Na yule ambaye atakuwa anapalia kuweza kukuja katika ligi kuu nafasi ya 3 kule katika NSL. Kwa hivyo mwisho wa siku tutakuwa tunajua uamuzi utakuwa upi kadri muda unavyosonga. Unajua kwamba ni Sharks watakuwa wanateremka ama atakuwa anarejea katika ligi. Kumbuka tayari 3K alikuwa sharejea, Migori Youth alikuwa sharejea, na vile vile Mombasa United alikuwa sharejea katika ligi kuu ya hapa nchini Kenya, SportPesa Premier League. Acha tuone msimu ujao ni yapi ambayo yatakuwa yanajiri. Na vile vile katika tetesi za uhamisho kule katika rubaa za kimataifa, Cucurella amegonga vichwa vya habari kwa kuweza kuhakikisha anaondoka Chelsea na kuweza kujiunga na Real de Madrid. Wengi wanasema kwamba why Real de Madrid? Why just Real de Madrid? Yaani ameondoka kule kuja kujiunga na klabu ya Real de Madrid, Cucurella. Je, is this the right move kwa wale shabiki wa Chelsea kwenye comment section? Nadhani kwamba ni wakati mwafaka kwa mabingwa kuweza ama Cucurella kuweza kujiunga na Real de Madrid. Tuambie kwenye comment section. Alafu kikubwa zaidi mwisho, kumbuka kwamba tarehe 17, tarehe 18 na tarehe 19 hadi tarehe 20 itakuwa ni michuano ya shule ya upili ambayo itakuwa inafanyika katika kaunti ya Kakamega na tayari inaendelea katika kaunti zingine. Jana tumeona kule Trans Nzoia mshike kati ya St Joseph na vile vile St Anthony kule maeneo ya Trans Nzoia kwa na mshike na dhidi ya Goseta. Tunatarajia kujua kwamba maamuzi ya leo yatakuwa yapi katika eneo lile la Trans Nzoia. Katika kaunti ya Kakamega itakuwa inaonanga tarehe 17 kule katika uwanja wa Mumia Sports Complex. Katika kaunti ya Vihiga vile vile tarehe 17 itakuwa inanoa kule katika uwanja wa Chavakali kama sijakosea. Mwisho wa siku tutakuwa tunaweza kujuzana. Kwa hivyo usikose kuungana nasi juma hili tuweze kujuzana mengi sana kispoti, ambapo tutakuwa nahakikisha kwamba tutakupa kila tukio na kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika katika nyuga mbalimbali za humu nchini Kenya na vile katika michuano hii ya shule ya upili. Usicheze mbali, lila kwenda nasi manake America Radio, huu ndio Simba wa Sporti katika ukanda huu wa magharibi. Mimi Toma Majon Anthony Warao. Sibonyeze kidole.